Jeshi la Marekani limeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran likilenga maeneo yaliyo kaskazini zaidi mwa nchi hiyo pamoja na maeneo yaliyo karibu na mji mkuu Tehran, kwa mara ya kwanza katika duru ya hivi karibuni ya mapigano. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, imesema mapema Alhamisi hii kuwa imeshambulia maeneo kadhaa ya kijeshi na vifaa vya kijeshi kwa lengo wanalodai kuwa ni kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wasio na hatia katika mlango wa Hormuz. Watu wasiopungua 35 wamefariki dunia na zaidi ya 300 wamejeruhiwa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi baada ya CENTCOM kuanzisha mashambulizi dhidi ya miji ya bandari ya Iran iliyo karibu na mlango wa Hormuz. Marekani inasema mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi baada ya Iran kushambulia meli 3 za kibiashara katika mlango huo. CENTCOM inasema katika taarifa kuwa mashambulizi ya anga ya Marekani yalilenga vituo vya uongozi wa kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na vituo vya ufuatiliaji wa pwani. Maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na bandari Abbas. CENTCOM imeongeza kuwa wimbi la awali la mashambulizi mwishoni mwa Jumatano lililenga maeneo ya ulinzi wa pwani na maeneo ya makombora ya cruise katika kisiwa cha Great Tang kwa mashambulizi ya mabomu yaliyodumu kwa dakika 90. Kisiwa hicho kidogo kilicho katika eneo la kimkakati kiko karibu na mlango wa Hormuz na kinaaminika kuwa na kituo cha jeshi la wanamaji imedunguliwa juu ya mji wa Andimashki. Jumatano, jeshi la Marekani lilianza mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran wakati wa mchana, huku Washington ikisema ilikuwa inaongeza kasi ya kampeni yake yenye lengo la kupunguza uwezo wa Tehran wa kutishia usafiri wa meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Ongezeko la hivi karibuni la mapigano limehitimisha makubaliano ya muda ya kumaliza vita vya Iran na kurejea vita kamili katika eneo hilo. Mlango huo wa bahari ulifungwa mwanzoni kufuatia kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, hali iliyosababisha bei ya mafuta, mbolea na bidhaa nyingine kupanda kwa kiwango kikubwa zaidi ya eneo hilo na kuipa Iran ushawishi mkubwa katika mazungumzo. Hii ni Poa Media.